suala la utekaji. Watu wanatekwa, watu wanaumia, watu wanapigwa, watu wanauawa, na nimewaona viongozi wa dini kama Kitima, nimeona amevamiwa katika eneo hili la Baraza la Maaskofu Katoliki jijini Dar es Salaam. Sio mambo ambayo kwa kweli yanabariki kwa taifa letu. Nimemuona mchungaji Arusha amechukuliwa akapigwa na nini, ingawa hatujui vizuri kwamba hicho kikundi cha watekaji kimetoka wapi na hicho kikundi kinatumwa na nani. Sisi kama maaskofu imetushangaza kwa sababu kwa miaka mingi unaona, mimi ni mtu mzima sasa, toka nimeanza huduma katika nchi hii ni zaidi ya miaka 20 nikitoa huduma za kiroho na za kijamii, lakini hatukuwahi kuona mambo kama haya yanatokea kwenye taifa letu. Kwa hiyo ninachokiamini ni kwamba ninaamini kwamba vyombo vya dola, vyombo vya ulinzi na usalama, serikali yetu, ninaamini kwamba haihusiki na jambo hili, kwa sababu serikali yetu ni serikali ambayo na viongozi tunafahamiana. Isipokuwa kunaweza kukawa kuna kikundi ambacho hakijulikani vizuri ni kikundi cha aina gani na kimetokea wapi, na malengo yake ni nini, kwa sababu taifa letu ni taifa la amani. Nimesikia Wakenya wamezungumza maneno mengi sana kuhusu Tanzania, na hata kumchora kwenye katuni rais wetu na nini, Rais Samia. Sijapenda na sijafurahia. Mimi niombe kwamba heshima ya rais wetu ibaki pale pale, kwa sababu ni rais, kwa sababu Mungu amemweka we rais pia. Maana maandiko matakatifu yanasema tuiheshimu kila mamlaka iliyoko madarakani, kwa kuwa kila mamlaka imetoka kwa Mungu. Ninachokiamini, Samia ni rais ambaye Mungu pia amekusudia we rais. So kwa hiyo niombe kwamba wale watu ambao wanamtoa kwenye makatuni, wanamchora vibaya, wanasema maneno ambayo hayafai, malengo yenu ni nini? Kwa sababu pia na yeye kama rais ana haki ya kuonya na kuzungumza anapoona kuna mambo ambayo sio mazuri kwenye nchi ambayo yeye ni kiongozi. Nimekuwa kiongozi muda mrefu, ninaelewa gharama ya kuwa kiongozi. Unaweza kutukanwa na watu, unaweza kusema vibaya, lakini rais wetu kwa kweli namfahamu vizuri. Then jambo la pili, nimuombe rais angalie hili jambo linaloendelea kutuletea doa Tanzania. Ni jambo linatokana na nini? Na hawa watu wanaofanya jambo hili, je, ni matapeli? Je, ni majambazi? Vyombo vya ulinzi na usalama viko wapi? Mdude ametekwa, na tumewasikia vijana wa Temeke na wengine sehemu mbalimbali wanatekwa, wengine wanauawa, lakini hatujawahi kusikia mtu ambaye amefikishwa mahakamani kwa sababu ya utekaji huo. Tunaomba serikali ituambie Watanzania, na hasa sisi viongozi wa dini pia tunafuatilia kwa ukaribu kama mababa wa kiroho, hawa watu ni akina nani? Kwa nini hawafikishwi mahakamani? Tunaomba wapelekwe kwenye vyombo vya dola. Kama mtu amepatikana anakosa lolote, utamaduni wa nchi yetu ni kwamba tumezoea kuona anachukuliwa kwa maana ya kupelekwa polisi, baadaye anapelekwa mahakamani. Kama atapatikana na kosa, anapewa adhabu ambayo imetokana na utaratibu wa kisheria. So kama haya mambo yanayoendelea yanatupa mashaka sana, yanatuchanganya. Watanzania hawaelewi, kwa sababu tunaona vyombo vya ulinzi na usalama mmekaa kimya, hamjafikisha mahakamani wahusika wanaohusika na hivi vitendo ambavyo vimekuwa vikiibuka vya watu kutekwa. Tunaomba watu hawa, kama mmefanya